Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zako zinatangazwa kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni wiki sasa imepita toka ulivyoanza rasmi mgogoro baina ya nchi ya Marekani na Israel pamoja na nchi ya Iran. Siku 7 za mwanzo zimekusanya mambo mengi ambayo tulikusudia katika kipindi chetu cha leo tuweze kueleza kidogo uelekeo na tathmini yetu kiujumla ya ndani ya siku 7. Mgogoro ulianza kupitia preemptive strike. Ulianza kupitia mashambulizi ya kujihami yaliyofanywa na nchi ya Israel pamoja na nchi ya Marekani. Mashambulizi ambayo yalipelekea kifo cha kiongozi wa nchi ya Iran, Ali Khamenei. Baada ya hapo, nchi ya Iran ilifanya reaction kubwa, maanake ilitikia au ilijibu mapigo kwa haraka. Namna ya ujibuji wake ilikuwa ni wa namna ambayo wao Iran walikuwa wakizungumza toka mwanzo kwamba Rais Donald Trump au serikali ya Marekani au jeshi la Marekani likifanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran haitakuwa rahisi kama ilivyokuwa plani ya Rais Donald Trump kwamba afanye mashambulizi na kisha baada ya hapo waseme twende katika ceasefire. Na hili lilithibitishwa baada ya nchi ya Marekani kujaribu kufanya mawasiliano na serikali ya nchi ya Italy kuona kama wanaweza kuongea na nchi ya Iran waweze kuelekea katika ceasefire, jambo ambalo bila shaka halikuwezekana. Na imekuwa ikisitizwa pia na waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran, Abbas Araghchi, kwamba wao hawajaomba ceasefire wala hawana mpango huo wa ceasefire kwa sababu wao wamejipanga kufanya vita ya muda mrefu. Mashambulizi yamekuwa mengi kutoka katika pande zote mbili. Aina ya mashambulizi kutoka katika nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel ambayo yote kwa hakika yamekuwa yakielekea sehemu moja ndani ya nchi ya Iran, tunayazingatia kwamba ni mashambulizi ambayo muundo wake zaidi unaegemea zaidi katika upande wa tactical maneuver, katika upande wa mbinu, kwa maana ya kwamba vitu ambavyo vimekuwa vikiwa vinakusudiwa kushambuliwa kwa lengo la kudhoofishwa ni vitu ambavyo hatuna imani moja kwa moja mpaka sasa hivi kwamba vinaweza kuondoa uwezo wa jeshi la nchi ya Iran kuendelea kupigana. Na hii tunaweza tukatoa baadhi ya mifano. Tumekuwa tukiona launchers au zile mashine za kurushia makombora zimekuwa wakati mwingine zikishambuliwa. Lakini vile vile tumekuwa tukiona baadhi ya senta zingine kama za serikali, kwa maana ofisi za serikali na mfano wake zimekuwa zikishambuliwa. Lakini kile ambacho tumekuwa tukijaribu kukitazama kwamba kwa nini aina hii ya mashambulizi au mwisho wa siku inaweza isiondoe ule uwezo wa jeshi la nchi ya Iran kuendelea kupambana, kwa sababu zifuatazo. Jeshi la nchi ya Iran uwekezaji wake mwingi uko chini ya ardhi kuliko ulivyo juu ya ardhi. Na kwa pointi hii huenda ndio maana Marekani wamekusudia kwa hivi karibuni kuanza kutumia zile bank booster ambao ni bomu lenye uwezo wa kupenetrate au kuvunja sehemu ya ngome na kuleta athari ya chini. Kwa hivyo kiujumla nchi ya Iran uwekezaji wake mkubwa zaidi uko chini ya ardhi kuliko ulivyokuwa juu ya ardhi. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, nchi ya Iran uzalishaji wake mkubwa unafanyika ndani kuliko kuagiza silaha nje. Silaha nyingi ukisikia Iran wamenunua, labda anaweza kanunua kutoka katika nchi kama ya Urusi au katika nchi ya China, lakini kwa kiwango kikubwa silaha zao wao wanazalisha wenyewe ndani. Hata mifumo yao ya kujilinda kwa kiwango kikubwa mifumo yao inakuwa ni mifumo ya ndani. Na ndio maana Urusi katika siku za nyuma waliwahi kuleta proposal katika nchi ya Iran kwamba ikiwezekana washirikiane kwenye kutengeneza mifumo ya kujilinda, lakini Iran wao walikataa. Aina ya mifumo ya namna hii shida yake inakuwa ni kwamba unapowashambulia na ukaharibu baadhi ya vifaa ukiamini kwamba umeharibu, mwisho wa siku vifaa vile wao wenyewe ndio watengenezaji. Kwa hiyo ni kiasi cha kuongeza kuspeed up au kuongeza ile level ya uzalishaji. Lakini kingine ni kwamba Iran wanatumia mosaic tactics au decentralization tactics. Wanatumia njia ya kwamba kila jimbo unalolisikia katika nchi ya Iran, kuanzia majimbo kama ya Kurdistan kwenda katika majimbo kama ya Azerbaijan province, Tehran, Isfahan, Kermanshah,
Bushehr na majimbo mengine. Majimbo haya yote yanajitegemea katika mifumo yake ya kujilinda. Kwa ina maana ni majimbo ambayo yana uzalishaji yenyewe ya silaha, ni majimbo ambayo yana mifumo ya ulinzi, ni majimbo ambayo yana command and control center. Pamoja na kwamba center kubwa inakuwa iko Teherani, lakini inapotokea kwamba Teherani imeparalyze, maana yake wao wanaweza wakaendelea na operesheni zao kama kawaida. Kuwashinda watu wa namna hii, maana yake ni lazima vile vile uwe na uwezo kwanza wa kukata uwezo huu wa jeshi kuendelea kuwa na kiwango kikubwa cha silaha. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni coordination, yani uweze kuharibu mfumo wa wao kuweza kucoordinate, kuweza kuunganishika, jambo ambalo linakuwa gumu kwa kuzingatia kwamba kila mji wenyewe una command and control center. Sasa muundo wa namna hii ndio maana aina nyingi ya mashambulizi yanayokuwa yanaendelea kufanyika yanakuwa sio mashambulizi ya kistratejia, bali inakuwa ni mashambulizi ya kimbinu, kwamba labda tushambulie, tujaribu kudhoofisha hiki, tudhoofishe hiki, lakini mwisho wa siku ni kwamba athari yake inawezekana isiwe kubwa kuliko nguvu ambayo inatumika kwenye kufanya aina hiyo ya mashambulizi. Lakini tumekuwa tukiangalia ndani ya wiki hii mashambulizi mengi ambayo yamefanywa na nchi ya Irani mpaka leo ni mashambulizi ya kistratejia kuliko ya kimbinu. Tukisema mashambulizi ya kistratejia, tunaangalia katika upande wa athari zake, zile strategic effect, athari zake za kistratejia. Mashambulizi yaliyofanywa na nchi ya Irani katika eneo la Mashariki ya Kati tu peke yake yameweza kusababisha ndege zaidi ya 5,000 kuweza kushindwa kuoperate. 5,000 mpaka 18,000 takriban katika rekodi ambazo zimekuwa zikitajwa zimeshindwa kuoperate. Maana yake unakuta labda kama kuna ndege kama zile Qatar Airways ambazo wana utajiri wa ndege, lakini pia wana airport kubwa ambazo zimekuwa ndege zinaingia na kutoka eneo lote la Mashariki ya Kati. Maana yake sasa hivi katika upande wa ndege limekuwa ni tatizo kubwa sana. Hili ni jambo ambalo Iran wameweza kulifanya ambalo lina athari moja kwa moja katika strategia ya uchumi wa eneo la Mashariki ya Kati. Strategia ambayo kwa kiwango kikubwa imekuwa ikisapotiwa na nchi ya Marekani, kwa sababu Marekani wanalipwa kwa kuzilinda zile nchi za Gulf au kulinda zile tawala za nchi za Gulf. Sasa katika mazingira ambayo Iran wameyafanya mpaka sasa hivi ni kuzifanya zile nchi za Gulf ziamini kwamba Marekani hawezi kuwalinda. Kwa hiyo strategia ya nchi ya Iran ya kukusudia kwamba Marekani haipaswi kuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake katika upande huo tunasema kwamba strategical ndani ya hizi siku 7 tunaona kwamba hilo limefaulu. Hatujui katika masiku yanayokuja. Na lengo hili la Iran kwamba la kutaka Marekani isiwepo katika eneo la Mashariki ya Kati limeendelea kuthibitishwa hata kupitia katika kauli ya leo iliyotolewa na jeshi la nchi ya Iran kupitia ile idara ya Khatamul Anbiya, baada ya rais wa nchi ya Iran Masoud Pezeshkian siku ya jana kutoa speech kama ya kusudia kuwaomba radhi nchi ambazo ni majirani wa Iran kutokana na mashambulizi ya nchi ya Iran. Jeshi la nchi ya Iran inaonekana halikuridhishwa na speech ya Masoud Pezeshkian, na ukizingatia kwamba katika kipindi kama hiki cha vita, maana yake jeshi, na ndio kawaida katika nchi ya Iran, sehemu ya jeshi ile IRGC huwa ina nguvu zaidi kuliko hata hawa wanasiasa. Kwa hivyo msemaji wa jeshi la nchi ya Iran akatoa kauli akasema kwamba hatuna shida na nchi ambazo hazijaweka, yani hazijawa hosti wa Marekani, hazijawakaribisha wa Marekani kuweka bizi zao ambazo zimekuwa zikiendelea kuleta madhara katika nchi ya Iran. Maana yake nchi yoyote iliyowa hosti wa Marekani tutaendelea kufanya mashambulizi, na hata kama watajaribu kujenga tena kwa namna nyingine, maana yake wataendelea kushambulia. Na hii ni kuonyesha kwamba Iran wamechukua sasa hivi mfumo ambao tunasema ni offensive tactics. Wanatumia njia ya kujilinda kupitia kufanya mashambulizi kama ilivyokuwa nchi ya Israel vile inavyofanya, kwamba inapokusudia mfumo wake wa kujilinda wenyewe ni wanatumia zaidi kushambulia ili kuweza kujilinda, na sio kusubiri washambuliwe ili waweze kujilinda. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mfumo wa kwanza wa mashambulizi ya nchi ya Iran umeathiri kabisa, mfano mfumo ule wa aviation system au ule upande wa anga, ndege zile za abiria na mfano wake umeweza kuathirika. Lakini jambo lingine kupitia mashambulizi ya nchi ya Iran kuonyesha kwamba ni mashambulizi ya kistratejia, unaweza ukaona kwamba sehemu za mwanzo kuathirika zilikuwa ni sehemu za radar system, mifumo ambayo inatoa
taarifa za awali katika upande wa jeshi, kwa maana zile tunasema early warning system. Kwa zile system zote maana yake walijitahidi kuweza kuzishambulia. System ambazo tunasema zimekuwa zimeunganishwa labda na mifumo kama ya Patriots au mifumo kama ya THAAD, wameweza kushambulia kuanzia katika nchi za Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain kwenda mpaka katika nchi ya Jordan. Kote wamejaribu kufanya mashambulizi. Ina maana hata kama hawajafanikiwa kwa 100%, lakini kwa kiwango kikubwa wameweza kuathiri, jambo ambalo limekwenda kuathiri moja kwa moja strategia ya jeshi la nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini jambo la tatu ama la nne ambalo tumekuwa tukilitazama katika movement ya nchi ya Iran, wameweza kwenda kukaa katika sehemu ya Hormuz, mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz inawezekana labda usifahamike vizuri athari yake. Mlango bahari wa Hormuz ndio unapitisha chakula cha watu wa eneo la ile Gulf, kwa maana zile nchi za Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Kuwait. Kwa kiwango kikubwa chakula chao kwa 80% mpaka inafika 90% katika baadhi ya nchi inapita katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa maana hiyo ni kwamba Irani imeenda kuzifanya zile nchi za Gulf kuwa ni mateka, imezifanya kuwa ni mateka katika upande wa chakula. Na hii maana yake inaashiria wazi kabisa kwamba reaction ya nchi au ule mwitikio wa nchi za Gulf siku zote au katika kipindi hiki kwa kiwango kikubwa utabaki hivyo hivyo kama ulivyo, kwa kuhofia madhara yanayoweza kupatikana kwa sababu ya hiki ambacho imekifanya nchi ya Iran. Kwa hiyo ina maana nchi ya Iran imeweza kudhibiti mpango wa chakula au ile uchumi wa chakula katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kiwango kikubwa, kwa wenyewe kwenda kudhibiti sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Lakini jambo lingine, nchi za Mashariki ya Kati zinategemea zaidi uchumi wa mafuta, uchumi wa gesi ambao kwa kiwango kikubwa unapita katika ule mlango bahari wa Hormuz. Hata kama kuna zile pipeline labda za Saudi Arabia ambayo inatoa mafuta katika upande kule wa Red Sea, na United Arab Emirates wanayo moja ambayo inatoa mafuta katika sehemu ya mwanzoni mwa bahari ya Hindi, yani mwishoni mwa bahari ya Hindi kama unataka kuingia katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Lakini maana yake hizi zote haziwezi kuwa na ufanisi mkubwa kama mapito yanayofanyika katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo unaweza ukatazama hivi vitu vyote, maana yake ni movement iliyofanyika ya kistrategia moja kwa moja, ambapo hivi vitu vyote vilivyofanyika, ikiwa Marekani hataweza kuvidhibiti walau kwa wiki 2 mpaka kufikia mwezi, hataweza kuvidhibiti, maana yake itaashiria wazi kabisa kwamba Marekani strategically amefeli. Marekani strategically atakuwa amefeli kwa kiwango hicho, kwa sababu manake hasara inayopatikana sasa hivi ni hasara kubwa. Na hii hasara manake Marekani siku zote alikuwa amewahakikishia nchi za Kiarabu kwamba hawawezi kufikia katika mazingira namna hiyo, kwa sababu yeye ndiye anayetoa usalama, na usalama anaotoa maana yake lengo lake kubwa kwanza ni kucontrol njia za kiuchumi. Na ndio maana unaweza kuona kwamba alikuwa na ile base inaitwa 50th Fleet Base ambayo inapatikana pale Bahrain. Lengo lake kubwa ni nini? Lengo lake kubwa ni kucontrol zile njia za kiuchumi za eneo la Mashariki ya Kati. Kwa maana kwamba meli zinazopatikana katika nchi ya Bahrain, zile za kijeshi za nchi ya Marekani, ndio zilikuwa zinatoa hakikisho la usalama wa mlango bahari wa Hormuz, zinatoa hakikisho la usalama katika Bab al-Mandeb, na zinatoa hakikisho la usalama katika Suez Canal kule juu katika nchi ya Misri. Kwa ina maana kuparalyze kwa ile 50th Fleet Base, maana yake ni kwamba Marekani haiwezi kutoa usalama wa ile eneo lote la Mashariki ya Kati. Kistrategia haliwezi kutoa usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba katika hizi siku 7 za mwanzo tunaona kwamba katika upande wa strategia, pamoja na kwamba Marekani wamekuwa wakijaribu kufanya move ambazo zinaonyesha kwamba wanajaribu kutengeneza mazingira walau waweze kuvunja sehemu ya ule tunasema ule mchezari wa ukinzani uliotengenezwa na nchi ya Iran, maana yake kutokea katika nchi ya Iran yenyewe kwenda katika nchi ya Iraq, kwenda paka katika sehemu za Syria, kuingia katika sehemu za Lebanon. Lakini bado tunaona haijafanikiwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ukiangalia Marekani siku 2 ama 3 nyuma walifanya mashambulizi katika mji wa Anbar province pale katika nchi ya Iraq, lakini lengo lake kubwa ni kushambulia lile kundi ambalo linapatikana katika nchi ya Iraq inajulikana kama Popular Mobilization Force.
katika Anbar province kule, lakini kuonyesha kwamba wamejaribu kushambulia katika ile network ya nchi ya Iran, lakini mwisho wa siku bado tunaona kwamba athari yake sio kubwa kwa kiwango hicho, kama mambo haya ambayo tumejaribu kuyazungumza, kwanza control sehemu ya chakula, kudistabu mfumo ule wa anga, kudistabu mfumo wa kiusalama, kudistabu mfumo wa kiuchumi kwa maana zile mafuta na mfano wake. Manake ni jambo ambalo ni kubwa, limefanyika ndani ya kipindi cha muda mfupi. Na manake Marekani kuendelea kuweka hakikisho lake katika eneo la Mashariki ya Kati, ni lazima aweze kusolve matatizo haya ambayo tumejaribu kuyataja, ambayo actually yanaonyesha wazi kabisa ni yanaleta athari katika upande wa strategia. Kinyume na hapo, maana yake kwa namna mambo yanavyozidi kwenda na kama vile ambavyo imeendelea kuonyeshwa na serikali za eneo la Mashariki ya Kati kwamba zimeanza kupata shaka na uwekezaji wake katika project za nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa sababu kile ambacho kinaonekana mpaka sasa hivi ni kwamba project za nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati tunasema ni magnets, ni kivutio cha hatari na sio kivutio cha usalama. Maana yake project zake zinapokuwa katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake hatari inakuwa ni kubwa zaidi kuliko salama. Kwa hivyo bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili katika wiki ambayo inaanza, kwa maana ya kuanzia Jumapili mpaka wiki nyingine tena, lakini kiuhalisia ni kwamba mpaka sasa hivi tunaona kwamba hatujapata suluhisho la kistratejia la moja kwa moja la nchi ya Marekani katika upande wa operesheni zake. Lakini katika upande wa mbinu tunaona kwamba Marekani wamekuwa wakijaribu kufanya mbinu za hapa na pale na kuleta athari, lakini vile vile kwa sababu ya utajiri wake katika eneo la anga ambao wamekuwa wakilitumia vizuri, pamoja na kwamba bado hawajafanikiwa kuingia moja kwa moja ndani kwa sababu ya mifumo pia ya kujilinda ya nchi ya Iran, kwamba wamekuwa na zile tunasema ni ile mifumo ambayo inatembea, kwa maana kwamba zile air defense system, the mobile air defense system, mifumo ambayo inaweza ikahamishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ambayo haileti hakikisho la moja kwa moja kwamba ukiingia unaweza ukawa salama moja kwa moja. Lakini mashambulizi hapa na pale tunayaona kwamba yanafanyika, lakini bado hayajatupa hakikisho la kistratejia moja kwa moja la kwamba jeshi la nchi ya Irani litashindwa kabisa, unless otherwise labda liingie pia jeshi la watu wa miguu ambalo bila shaka inawezekana ikawa ni hatari zaidi kwa nchi ya Marekani. Kwa hiyo bado tuna muda kuendelea kulitazama jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika wiki inayoanza tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.